ukifanya kazi za ndani ukiwa na malengo utafikia malengo yako. Okay. Wakati nikumbusha jina, mimi nakuitaga Chuga. Sio Chuga Arusha moja hiyo. Kwa hiyo namuitaga Chuga, maana kwanza siku hizi kawa mrembo mwenyewe, alikujaga na bonge la panki la kichuga chuga kasema huyu dada si katokea wapi? Alikuwa ametoka zake kufanya biashara. Ya nini ulikuwa unafanya? Ya nguo. Nani alishaendaga Arusha? Arusha wanawake ni mahiri kweli kutembeza zile nguo. Ulikuwa unatembeza? Kiboko kabisa. Lakini akaona fursa Wadada Center, hebu ngoja niende nikakusanye zaidi mtaji ili nikitoka hapo nianzishe butiki yangu. Au una mpango wa kuanzisha biashara nyingine? Ndio. Nyingine? Sio ya nguo tena. Naanzisha aina gani? Nataka duka langu la jumla na rejareja. La kuuza nini? Vyakula. Okay. Ambalo mtaji wake kama shilingi ngapi? Nikiwa na nataka milioni 7. Unataka milioni 7. Kwa hiyo bado safari unayo ya Wadada Center, bado inaendelea. Maana ndio kwanza umemaliza mwaka wa kwanza. Ndio. Ndio. Kwa hiyo milioni 7 una mpango wa kuikusanya kwa muda gani? Miaka 3 au 4. 4? 4 mbali sana. Yaani 4 ni kama unataka kubaki tu traditional, ndugu yangu. Ila kama una mikakati hii tuliowaambia, au 4 haifiki, milioni 7 unaipata. 3. Sasa hivi unahitaji kama 2 tu. Ila ukiwa na hizi mbinu za kulipwa zaidi, ubinuke, upambane kuhakikisha unajifunza na kuhakikisha pale unapopangiwa kazi wewe ni mtoa suluhisho, sio mlalamikaji. Si mtoto kafanya hivi, huyu mtoto asikii. Hayo mambo hayatakiwi. Unatakiwa ujue namna ya kudili na watoto na unajifunza mbinu za kudili na watoto. Mpaka wazazi wanasema kweli huyu dada ana mapenzi na watoto, huyu dada yani ana moyo. Hivyo ndio unapata hela. Lakini ukishaanza mtoto mwenyewe asikii, mtundu si nini, hapo tayari unakuwa adui wa hela. Yaani hela zitakukimbia tu, maana bosi mwisho wa siku ataona huyu dada sio salama kwa watoto wangu. Si ndio? Haya, hongera. Asante. Sawa. Haya jamani, nafikiri mmeelewa. Mmeelewa nini? Mmeelewa nini? Rose? Mmeelewa nini? Nimeelewa kwamba ukifanya kazi kwa bidii utatimiza malengo uliojiwekea. Na ili uweze kufanya kazi kwa bidii unatakiwa kufanyaje? Uwe na nidhamu, juhudi na maarifa. Na maarifa Ndio. Nafikiri ungeanza na maarifa. Na ukiwa na maarifa ndio atakuelekeza kwenye. Huwezi kuwa na juhudi kama maarifa una. Kinachokufungua ubongo kwanza ni maarifa, ndio atakuelekeza kwamba inahitajika juhudi, inahitajika uadilifu, inahitajika uaminifu, yani zile zote mlango wake ni nini? Maarifa. Mlango wake ni nini? Maarifa. Twende. Mimi namalizia session. Maana hapo ndio mtu atachagua sasa anataka mimi nimejifunza kwamba tukizingatia haya ambayo tunafundishwa tutaenda kufanya zaidi kazini kwetu. Na mkifanya zaidi tutalipwa zaidi. Lazima mmalizie hicho kilichowaleta. Yaani msijifanye tu kama vile, maana unavyoiacha hewani ni kama vile faida anapata bosi. Tusidanganyane. Faida unaipata wewe. Bosi atapata, ndio maana anataka mfanyakazi, lakini wewe unatakiwa uangalie ni kwa faida yako kwanza, kwa sababu umeenda pale kwa ajili ya kutaka pesa. Ili upate hela lazima umfanyie mtu vitu vyake anavyovipenda. Na pia kingine, mimi ningependa nizungumzie sehemu ya mtaala wetu. Mtaala wetu ni mzuri sana. Wadada, mtaala wetu ni mzuri sana. Umejuaje mzuri? Mtaala ni mzuri, mimi nimeuchukua. Kitu gani ambacho mpaka sasa umeweza kupata mwanga kichwani, yani ambacho usingeuchukua ungekuwa hujapata mwanga huo? Kwanza kwenye malezi. Kuhusu watoto, jinsi ya kuwalea watoto kwenye TV, watoto wanatakiwa ukaeje nao. Yaani nimepata
yaani nimepata kitu kizuri sana. Unaposema watoto kwenye TV maanake nini? Watoto kwenye TV kuna umri ambao anatakiwa mtoto aangalie TV na kuna umri ambao mtoto hataki kuangalia TV. Ehe. Kwa hiyo vitu ambavyo yaani vitu vingi ambavyo nimejifunza ndani ambavyo ulikuwa uvijui. Ehe. Vitu vingi ambavyo nimejifunza. Na kingine ambacho naweza nikaambia dada wenzangu, kila kitu ambacho tunapitia kwenye training zetu, kila kitu kipo hapo ndani ya mtaala wetu. Kwa hiyo sisite kusema kwamba hichi kitabu 50,000 unapata shida kutoa 50,000 yako, hapana. Hichi kitabu kinatufundisha mambo mengi sana, kina mambo mengi sana. Hayo yote ambayo tunayasoma hapa yapo ndani ya mtaala wetu. Kwa hiyo sione shida kutoa 50,000 yako, ukasema 50,000 yangu kitabu kina peji sijui chache. Ni mambo mengi ambayo yaani yako ndani kwenye mtaala wetu. Kwa hiyo tujitahidi. Maana ambayo tunayasoma hapa tutasema tusome tuiachie hapa, lakini ukiwa na kitabu unaweza kujikumbusha hata ukiwa kazini kwako. Unaweza kuchukua kitabu ukasoma, hichi kitu kumbe kule nilifundishwa. Msubiri. Unakuta angalia unakuta ulikuwa umesahau, lakini ukiangalia hapo ndani kwenye mtaala wetu unaweza kukikuta na kufanya jinsi ukafanya jinsi inavyotakiwa. Kwa hiyo usione shida kutoa 50,000 yako. Ukasema mimi hela yangu sijui na nini, hela yangu sijui na nini, hapana. Ni kitabu kizuri sana. Mimi nawaambia ni kitabu kizuri sana. Mimi mwenyewe nimekisoma. Umemaliza? Nimemaliza. Maana peji zake chache. Sijamaliza bado. Bado hujamaliza? Okay. Haya, sawa. Sasa wewe ili uweze yaani ushuhuda wako utakuwa na mashiko kama huo mtaala wewe mwenyewe utakusaidia. Yaani usome, uelewe na uwe unajikumbusha na ufanye kulingana na haya maelekezo tuliyoweka. Kwa hiyo ukiweza sasa kubadilisha mshahara wako na ukaamini kabisa huu mshahara umebadilika kwa sababu ya elimu niliyoipata huko kwenye huu mtaala, hapo sasa utakuwa na wanaita yani mamlaka ya kuwaambia wadada, jamani, mimi kilichonifikisha hapa, ukaja tukakwambia wewe sasa ni smart dada, si ndio? Na inawezekana, lakini ukasema mtaala huu ndio umefanyaje, umenisaidia. Kwa sababu kama hapo tumekwambia hakikisha labda mtoto hakai sana kwenye TV, si ndio? Na wewe unapokuwa kule nyumbani unamwambia bosi wako, hapana, watoto hawataki kukaa sana kwenye TV, unamweka kidogo, muda mwingine mimi nitakuwa nacheza naye kwa ajili na sababu si zimeelekezwa kwamba kwa nini mtoto hataki kukaa sana kwenye TV. Unakumbuka? Ndio. Wamesema kwa nini? Macho. Kingine kutokufanya kazi zake. Kingine? Haya, ndio umeona maana ya kukaa na mtaala wewe unausoma mara kwa mara? Kuna sababu nyingine ya msingi ambayo umeisahau ya afya ya akili ya mtoto. Ndio. Kwa hiyo unatakiwa vile vitu uvijue, yani unavizungumza kama sijui kitu gani. Sasa uvikishakaa kichwani na ukavi apply, wewe lazima uwe ni mfanyakazi bora wa tofauti na utalipwa tofauti. Sawa kwa hiyo nakupongeza kwa kuthubutu kuweza kuwekeza 50,000 kwa dada wa kazi. Ni hela nyingi sana, lakini hiyo hela nyingi ulioitoa mimi na uhakika itakuzalishia zaidi, kwa sababu sasa utakwenda kufanyia kazi haya uliojifunza ili upande thamani. Kwa hiyo umetoa 50,000, lakini sasa hivi kwanza ukienda kazini sitarajii urudishwe, maana sasa hivi umepoteza hela. Umepoteza 3,500 kwa ajili ya uzembe wa kumwangalia mtoto vizuri, lakini sasa hivi kupitia mwongozo utapoteza tena? Huwezi kupoteza. Lakini licha ya hivyo, ukimaliza mwaka, mimi na uhakika ukirudi hapa hautapewa tena kazi kama traditional. Kwa hiyo pia utakuwa sasa umepandisha thamani yako. Sawa? Sawa. Haya. Mimi nimejifunza tuzingatie hayo ambayo tumefundishwa ili tuwe bora zaidi. Tukifika kazini tusijisahau, tukaona kama mateso, tuwe watu wa suluhisho kama hivyo ulivyosema. Kwa hiyo utakuwa na nyenzo gani kazini itakayokusaidia? Kitu kinachokuongoza. Usiniambie ni hizi training tu ulizopitia zitakusaidia mwaka mzima. Tuzingatie tu haya tuliofundishwa. Ndio maana niliwaambia kuna wadada wawili tu ambao wameanzia traditional dada, sasa hivi wanalipwa kama professional. Wawili. Mimi ningetamani namba iongezeke. Kwa nini wadada wawili? Wakati hapa mnapita maelfu ya wadada. Si wadada kibao wanapita. Lakini hawana maajabu kiivo.
Kwa nini? Kwa sababu si hamna ile dhamira, njia ya kutaka kujiboresha, si ndio? Wewe unachukulia tu yaani kama kawaida tu. Sasa ukiwa kawaida unabaki kawaida. Kwa hiyo ndio hivyo, hakuna maajabu kwenye mafanikio, hakuna bahati wala hakuna maajabu. Mungu alishatupa process kwamba lazima yani tuongeze maarifa. Watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Haya, mpe dada hapa. Hello. Unaondoka? Unasafiri lini? Si tunafanya content ndani. Haya, Wadada Center, nguzo ya familia. Mimi nimejifunza kwamba hivi ambavyo tunavyofundishwa hapa tukivizingatia, tutaenda kufanya vizuri huko kwa bosi wetu ambao tunapoenda. Ukizingatia tu hivi unavyofundishwa hapa. Haya, kama unaamini haya yanayofundishwa hapa tu yatakusaidia. Haya, mpe nani, wape wadada wengine. Wadada Center, mimi nimejifunza kuwa na maarifa, na kingine juhudi. Utakapokuwa kwa kazini, utakapofika huko kwa bosi, uwe kile ulichofundishwa uwe nacho kichwani, na pia uwe na juhudi. Maana ukiwa na juhudi kule kazini, bosi atakuamini na atakulipa zaidi. Uwe nacho kichwani. Sasa kitaingiaje kichwani? Kinaingiaje chenyewe? Kwa unajikumbusha. Ukiwa unasoma. Wangapi hapa wamesoma kozi nje ya hizi, labda usoma mpaka la 7 au ukamaliza nini hapa? Nani ameenda kusoma kitu chochote? Na wewe pia? Umesoma nini? Hotel management. Jamani, ongeza sauti. Hotel management. Hotel management. Alafu huko hapa Wadada Center hujapata kazi hotelini. Ulitumia ada shilingi ngapi? Ulisoma bure? Baba ndo alikuwa analipa. Baba alikuwa analipa, kwa hiyo hujui kama alilipa shilingi ngapi? Nyie ndio wale ambao mpaka baba mtu alipe, ulipiwe ada. Yaani we mwenyewe kusema nilipie kitu ambacho kitanipa thamani, unaona haina maana? Hapana. Hapana. Ulisoma kwa muda gani hotel management? Nilisoma mwaka mmoja. Mwaka mmoja. Ndio. Na ada ililipwa, si ndio? Ndio. Na baada ya kumaliza nikafanya cheti. Ndio, na cheti nilifanya field. Baada ya field nilifanya pale nilipofanya field nilifanya kazi kidogo, nikaacha. Kwa muda gani? Kama mwaka mmoja na nusu. Mwaka mmoja na nusu. Ndio. Kwa nini uliondoka? Kwa sababu walikuwa wanalipa kidogo. Walikuwa wanalipa kidogo. Kwa nini ulikuwa unalipa kidogo? Yaani ndio jinsi mishahara yao ilivyo, hawaongezi. Nani kakwambia waongezi? Nani kakwambia waongezi? Ndo walivyo mpaka sasa hivi, toka miaka hiyo niliondoka hadi niliporudi kwenda kuchukua na ili cheti. Nimewauliza, wanasema wako hivyo hivyo. Wako hivyo hivyo. Unajua kwa nini wanakuwa wako hivyo hivyo? Kwa sababu nyinyi wenyewe amuonyeshi maajabu yoyote. Umeelewa? Nyinyi wenyewe mnaokuja ni level zenu ni hizo hizo za chini chini hizo. Mnafanya vitu kikawaida. Kwa hiyo hata ukitaka kuondoka kwa sababu wewe ni wa kawaida, mtu anaona tu atampata mwingine wa kawaida. Sijui mnaelewa? Lakini ukiwa ni mtu ambaye unatoa kitu ambacho bosi wako anakitafuta kwa gharama yoyote, atakulipa kiasi chochote unachokitaka. Sijui kama hilo somo umeelewa. Nani mwingine anyoosha mikono hapa amesoma? Ni wewe. Haya, tuambie umesoma nini? Au ulikuwa unataka tukuongea jumla? Wadada Center, kwanza kabisa mimi nipende kumshukuru Mungu kwa nafasi alionipa kufika hapa. Toka nimefika hapa mimi leo ni siku yangu ya 3, na toka nimefika sijafanikiwa kuingia training, lakini namshukuru Mungu kwa sababu nimepata mafunzo kutokana na video nilizoangalia mtandaoni, lakini pia nimekuwa nikiongea na madam zangu hapa 2-3, nimepata kitu. Na nilikuja na mitazamo yangu tofauti wakati nakuja hapa, na nilipofika hapa hiyo mitazamo imegeuka, imekuwa tofauti. Kwanza kabisa wakati na watafuta Dada Center, nikaa nasikia maneno tofauti mtaani ya kukatisha tamaa na nini, lakini nikamwomba Mungu, nikamwambia mimi naenda.
na ninamwomba tu anisaidie nitakachokikuta huko kiwe ambacho kinachosemwa. Na nimefika hapa nikakuta kweli ndio hivyo. Lakini pia nimejifunza ili tuwe wa thamani na tuweze kulipwa zaidi. Kitu cha kwanza, unatakiwa kujitambua wewe ni nani unapokuwa kule kwa bosi wako. Ukijitambua wewe ni nani, utafanya vizuri kazi yako na utaipenda, lakini pia utatimiza malengo yako. Unapojitambua kama wewe ni nguzo ya familia kwa ile familia, manake nguzo, kwa mfano kama nguzo imesimamia nyumba, manake bila nguzo ile nyumba ile haisimami na haifanyi chochote. Kwa hiyo wewe ukijitambua kwamba mimi nimesimamia hii familia ili isiweze kuanguka, hauwezi ukafanya vibaya, lazima ujitume, ufanye kazi kwa bidii hivyo. Lakini pia ukipenda kazi yako utafanya kazi kwa moyo na hautasubiri kusukumwa kuwa kama mtumwa na nini. Utafanya kazi yako kwa moyo kwa sababu unaipenda, kwa sababu unajua wewe pale umeenda kufanya nini. Lazima ujue kwa nini niko hapa. Ukijua kwa nini uko pale, lazima ufanye kazi yako kwa moyo, utaipenda. Kwa upande wa malezi, nimepata vitu vichache kwamba unatakiwa wapende watoto. Kwa jinsi nilivyoelewa mimi kama mimi, wale watoto utakiwa sio wale kama watoto wa bosi wako, wachukulie kama watoto wako. Kama ni mmoja wawili, utawalea vizuri, utawapenda. Kwenye upande wa usafi utawajali, chakula. Yaani ni kama vile utakavyotamani angekuwa ni mtoto wako, ungetamani afanyiwe nini, ndivyo na wewe utatamani yule mtoto umfanyie vile vile. Lakini pia kwa upande wa usafi, unatakiwa ufanye usafi kwa uzuri, kana kwamba pale ningekuwa ni nyumba yako, ungetamani paweje, pawe hivi, lazima ufanye usafi vizuri. Lakini pia kwa upande wa mapishi. Lakini pia nimejifunza kwamba ili uweze kulipwa zaidi, lazima uwe wa tofauti. Uwe tofauti na wengine, kwa sababu hapa mshahara hapa ni pesa, hapa inapatikana hapa ni tofauti na kule nje. Kule nje unalipwa kidogo kwa sababu ni wa kawaida. Kwa hiyo ili wewe uwe tofauti na yule wa kawaida, lazima uwe zaidi ya yule wa kawaida. Yaani tukasema uwe extraordinary, uwe above normal hivyo. Lazima umzidi yule wa kawaida ili sasa ile thamani yako kwamba utalipwa kiasi fulani zaidi cha yule wa nje kionekane kwamba umelipwa vizuri kwa sababu wewe ni wa thamani. Lazima ujionyeshe kwamba mimi ni wa tofauti. Sasa unajionyeshaje wewe ni wa tofauti? Nini kitakachokuwezesha wewe ujionyeshe wa tofauti? Ni kutokana na mafunzo nitakayoyapata. Mafunzo utakayoyapata? Ndio. Lakini pia tumeambiwa kwamba tuchukue huo mwongozo, utakuwa tunasoma kila siku na rudia ili kuweza kushika kila ambacho kitakusaidia wewe uwe wa thamani, ili kuweza kukuongezea ile thamani. Lakini pia unatakiwa uwe mbunifu unapokuwa pale kazini. Unakuwaje mbunifu bila, yani utakuwaje mbunifu? Yani kama sasa hivi hauna, nini kitakufanya uweze kuwa mbunifu? Kabla sijaenda kazini, ninapokuwa hapa nitapata mafunzo. Nimewambia mafunzo ya hapa ni asilimia ndogo sana kama kweli unataka kuwa tofauti. Yaani mafunzo mnayopata hapa, training zinazopata hapa, yani tuseme ni kama ni foundation ya kukufanya wewe ujue kwamba okay, kumbe ili niweze kuwa na hii thamani, wajibu wangu ni huu. Natakiwa kuhakikisha najifunza, natakiwa kupata maarifa kamili. Si unaelewa? Yani hapa ukija hapa ndio kama ulivyosema, ulivyoingia hapa kuna mtazamo uliingia nao, lakini for now ule mtazamo umebadilika. Hiyo ndio kazi yetu kubwa tunayoifanya hapa. Lakini sasa ukishajua nini unachotakiwa kufanya, kwamba kuna hii nyenzo ambayo itakusaidia, hili ndio jembe lako la kukusaidia ulime ili uweze kupata kile kiasi ulichokuwa unataka au hata na zaidi. Sasa ni wajibu wako wewe kufanyia kazi, sio kuishia tu kusikia. Maana wengi hapa wanaishiaga tu kujua kwamba kumbe natakiwa nifanye malezi bora, kaishia hapo. Natakiwa nitende kwa ubora. Kwa ubora vipi? Na mimi napita nakuta mavitu yamekaa shagala bagala, lakini kuna mwongozo ambao umeeleza kwa details kwamba kuna vitu gani. Unakaa na mtoto, unamwacha mtoto anashinda kwenye TV. Yaani wewe mtoto ili yale unampa simu, unampa tablet, unamwekea TV kutwa nzima. Lakini kuna kitu hapa kimesema kwa ajili ya afya ya mtoto, ya akili, sawa, na social. Huyu mtoto hataki kukaa kwenye TV, lakini wewe hujui kwa sababu hujataka kujishughulisha kutafuta hayo maarifa. Kwa hiyo maarifa tunayo hapa haya ni very basic, yani tuseme tunakuonyesha pita njia hii ili uweze kufanyaje, kufanikiwa, lakini mnabaki pale pale